Haleluya. Mwambie jirani yako, sikia vizuri neno la Mungu. Roho Mtakatifu anakusudi na wewe. Ujumbe wetu ambao tunautazama leo unasema wewe ni mjumbe wa Kristo. Wewe ni mjumbe wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mjumbe wa Kristo. Msingi wa somo letu unatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Haleluya. Hapo ndio msingi wa somo letu ambalo tutajifunza leo. Kwa kitabu chako Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi, nitasoma kwa msaada wa jina la Yesu. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na nani? Mpatanishwe na Mungu. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anatusi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya huyu Kristo, muweze kupatanishwa na Mungu aliye hai. Huu ndio ujumbe ambao tumeletewa leo sisi watoto wa Mungu. Tunaweza tukaanza kwa hatua moja ama nyingine, tukaangalia neno mjumbe. Tunasikiaga mjumbe wa nyumba 10, mjumbe wa mtaa, sio mjumbe wa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjumbe ni nani? Haleluya. Mjumbe ni nani? Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema mjumbe ni mtu ambaye amechaguliwa katika mtaa au katika nyumba kadhaa kuwakilisha wananchi walioko katika eneo hilo. Wanawakilisha wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wananchi huwa wana matatizo mbalimbali, kama wananchi huwa na changamoto mbalimbali, haitapendeza kila mwananchi anaenda serikali za mtaa anaeleza, anaenda kwa mkuu wa wilaya anaeleza, mkuu wa mkoa anaeleza, kila mwananchi akipata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitakubalika. Lakini akateuliwa mjumbe wa nyumba 10, mjumbe sijui wa mtaa, ili aweze kupokea malalamiko, changamoto, shida, mawazo kutoka kwa wananchi anao waongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mjumbe hafanyi au hapokea mawazo kwa ajili yake yeye. Kuna wengine atayasovu, kuna wengine atatatua. Yatakayomshinda atapeleka ngazi ya wapi? Ngazi ya juu. Yakimshinda atamwambia nenda serikali za mtaa. Serikali za mtaa wakishinda wanamwambia nenda mahakama, nenda wapi? Hizo zote ni hatua za huyu mjumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno linatuweka wazi ya kwamba sisi ni wajumbe wa Kristo. Maana yake ni nini? Sisi tuko katika ulimwengu huu kuwakilisha mawazo yatokayo wapi? Yatokayo juu. Mawazo yanayotoka juu yawakilishe kwa watu ambao wanatakiwa kuyapata. Na matatizo ambayo wanayo hao watu tunatakiwa kuwakilishia, na sisi watueleze ili tuweze kufanyaje? Tuweze kumpelekea au tuweze kuyatatua, yakitutushinda tumpelekee mkuu ambaye ametutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza mwana wa Mungu. Mimi narudia tena, mimi na wewe ni wajumbe wa Kristo. Yeye ndio mkuu wetu. Kristo ndio nani? Ndio maana tukaitwa wajumbe wa Kristo. Yeye ndio mkuu wetu ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Tunamwakilisha katika maeneo mbalimbali ambayo ametuweka kuelezea ukuu wake na upendo wake ambao ametujalia sisi watoto wake. Kuna mahali umewekwa na Mungu, kuna sehemu Mungu akakuweka. Kuna eneo ambalo Bwana amekuweka. Unaweza kusema sasa mimi nimewekwa wapi? Hata katika hiyo familia uliyopo Mungu amekuweka. Katika kazi uliyopo Mungu amekuweka. Sehemu yoyote uliyopo Mungu amekuweka. Wakilishe
ujumbe kutoka kwa Mungu aliye hai, namna gani yeye alivyo na upendo, jinsi gani ukuu wake unavyofanya kazi katika maisha yetu, na namna gani Mungu anaweza katenda ukuu katika maisha ya watu wengine ambao bado hawajatambua, bado hawajaelewa. Kuna mtu mmoja anasikia kile ambacho Roho Mtakatifu anasema na sisi. Mjumbe kazi yake ni kupeleka habari kwa mkuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjumbe kazi yake ni kupeleka habari njema kwa ukuu wake, ya kwamba mheshimiwa, sikiliza, wananchi wanasema wanafurahi sana kwa yale ambayo unafanya. Anasema mheshimiwa, sikiliza, wananchi wanalalamika sana kwa vitu ambavyo unavitenda haviwapendezi, haviko sawa. Wanaambia mheshimiwa, sikiliza, wananchi huko wanalalamika hawana maji, hawana umeme, wanahitaji msaada katika eneo hili. Wanahitaji njia ya kuwatatulia changamoto hizi. Mjumbe anapeleka hizo taarifa kwa mkuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa la Bwana. Sikiliza nikwambie. Huyu mjumbe atasababisha mkuu wake wampende wananchi au wamchukie wananchi. Ninarudia tena. Huyu mjumbe atasababisha mkuu wake wampende wananchi au wamchukie wananchi. Haleluya. Akishindwa kupeleka taarifa au kufanya kazi sawa na alivyoagizwa na mkuu wake, itakachofanyika ni nini? Hawa wananchi watamuona mkuu aliye juu ndio mwenye shida, anatutesa. Haleluya. Naweza nikatolea mfano dhahiri. Unaweza ukaona taifa letu leo, yamkini rais wa nchi hana shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini, sijasema hana shida. Yamkini, mimi sijui ana shida anajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini natolea mfano, yamkini rais hana shida, ila wajumbe wanaomwakilisha ndio tatizo. Kinachofanyika ni nini? Wananchi wanamkataa rais, hawamtaki au wanamkubali rais. Kwa sababu gani? Wajumbe alioagiza wamwakilishe wamefanya vizuri au vibaya, watasababisha wamkatae au wamkubali. Haleluya watu wa Mungu. Na ndivyo ilivyo mimi na wewe. Sisi ni wajumbe wa Kristo. Tutasababisha Mungu wetu akubalike kwa watu wanaotuzunguka. Sisi tutasababisha au akataliwe kwa watu ambao tuko pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu wetu aliye hai, yes, ndio mkuu wetu na ndiye alituagiza. Kristo ni wajumbe wa Kristo. Itasababisha huyu Mungu amkubali au amkatae kulingana na jinsi itakavyomwakilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu anaweza akasema mimi nitakuwakilisha vyema, usijali. Akiona kule haupo, mbia yule hana kitu, yule hafai. Unamwona huyu anafanya hamna lolote, lakini akiwa pamoja na wewe, wananchi wanakukubali, mheshimiwa, unafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwakilisha yeye hapa duniani. Haleluya. Ninarudia tena. Mjumbe kazi yake ni kupeleka habari kwa mkuu wake kwamba wananchi wanafurahia matunda ya mji wao, ya kwamba wananchi wanapendezwa na wewe unavyowasaidia katika shughuli zao, au ya kwamba wananchi wanachukizwa na yale ambayo unatendea au unawafanyia kwao